Mnamo Januari 6, 1982 saa 8 mchana, niliingia kwa nguvu kwenye chumba chini ya mteremko wa Calvary kaskazini mwa ukuta wa mji wa Yerusalemu. Katika chumba hicho kuna sanduku la agano, meza ya mikate ya onyesho na vitu vingine kadhaa ambavyo sikuona. Vilikuwa vimefunikwa kwa ngozi za wanyama, kwa mbao na kisha kwa mawe. Tulikuwa tumechimba chini ya mteremko huo. Tulikuwa tumepata sehemu 3 zilizochongwa ukutani, kama rafu ya vitabu iliyozama. Tunajua kutoka bonde la kaskazini mwa Yerusalemu kwamba wafalme na watawala wa kale walichonga vitu hivi kwenye majabali, karibu na maeneo yenye watu wengi au ambapo watu wengi wangekuwa wakipita. Na waliweka vibao vya mawe na chochote kingine hapo vikiwa na ujumbe. Tulipata sehemu hizo zilizochongwa. Tulipata matundu ya misalaba. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo katika Injili, pale inapozungumzia kifo cha Kristo, inasema nchi ilitetemeka sana na miamba ikapasuka. Upande wa kushoto kabisa wa tundu la msalaba, chini ya pale Kristo alipofia msalabani, mwamba ulipasuka. Baada ya Kristo kufa, na yule akida akachoma mkuki wake kwenye ubavu wa Kristo, na damu na maji vikatoka. Ilishuka chini kupitia ufa huo. Ilienda hadi kwenye kiti cha rehema cha sanduku la agano ambalo Mungu alikuwa amepanga lifichwe katika chumba hicho, miaka 600 kabla ya Kristo kufa. Sasa, nini umuhimu wa jambo hili? Zaburi 77:13 inasema, njia yako, Mungu, i katika patakatifu. Siku ya upatanisho, mbuzi aliyemwakilisha Kristo kama mchukua dhambi, baada ya dhambi zote kuhamishiwa kichwani mwake, kwa mfano, aliuawa. Damu yake ilipelekwa mahali patakatifu zaidi na kunyunyiziwa kwenye kiti cha rehema. Watu wao walitarajia ukweli kwamba Kristo angekufa. Walitubia dhambi zao juu ya vichwa vya wanakondoo na kutoa uhai wa wanyama hawa wadogo wasio na hatia. Sisi kwa imani tunaamini kwamba Kristo amekufa kweli, na sisi kwa kumuomba Mungu kwa jina la Kristo tunapokea msamaha wa dhambi zetu. Kwa imani katika ukweli huo. Sababu ya mimi kuchimba mahali hapo hasa ilikuwa ni jambo lisilo la kawaida lililonitokea. Nilikuwa nikipita hapo na mimi na wanangu tulikuwa tumeenda Israel kutoa sehemu za magari ya vita kutoka bahari ya Shamu. Kutokana na hamu yangu ya zamani na kutojali, niliungua na jua vibaya sana, miguu yangu ikavimba, sikuweza kuvaa vifaa vyangu vya kupiga mbizi. Kwa hiyo tulikuwa tukichechemea huku na kule Yerusalemu tukingojea tarehe iliyokuwa kwenye tiketi yetu. Tulipata moja ya zile tiketi za bei rahisi, unajua, ambazo unaweza kusafiri tu siku maalum. Nilikuwa nikitembea na mkono wangu wa kushoto ukanyooka hivi na kinywa changu kikasema, hilo ni pango la Yeremia na sanduku la agano liko humo ndani. Sawa, mimi sikufanya hivyo kwa makusudi. Ilitokea bila nia yangu ya kiakili kufanya hivyo. Na nilijua kuwa nguvu fulani isiyo ya kawaida ilikuwa imetumia mkono wangu na sauti yangu. Sikuwa na uhakika ni ipi. Hivyo nilirudi nyumbani na kuanza kuchunguza kuona kwa nini sanduku la agano linaweza kuwa hapo. Na utafiti ulionyesha kuwa kuna uwezekano mkubwa lingekuwa hapo. Sanduku la agano, uwezekano mkubwa, lilitolewa nje ya hekalo na kufichwa katika chumba hiki wakati wa siku 28. Kati ya wakati Sedekia alipokimbia mji na tukio ambalo jeshi la Babeli lilikuja na kuharibu mji, hekalu na majumba ya kifalme na hayo yote. Wakati huo, watu wengi huenda walikuwa wakizikwa. Sikuwepo, sijui, lakini inaonekana kama hiyo ingekuwa fursa ya kufanya hivyo. Sasa, kama makuhani wangechukua tu sanduku la agano na kuanza kulibeba nje na kuingia pangoni, jeshi la Babeli lingeliona kwa ufupi, Wayahudi mjini wangeliona, na kungekuwa na ghasia kubwa. Unajua ninachomaanisha? Hivyo inaonekana waliliweka kwenye sanduku hili la mawe lenye kuta nyembamba ili lionekane kama ni mazishi mengine tu.
Sasa nilipolipata sanduku la agano, kifuniko cha sanduku la mawe kilikuwa kimevunjika na kuteleza. Upande mmoja ukateleza kuelekea pembeni, na kulikuwa na damu iliyokauka kwenye kingo zote mbili za kifuniko hicho kilichovunjika. Na bila shaka, baadaye nilipopata nafasi ya kufikia kiti cha rehema chenyewe, kulikuwa na kiasi kikubwa cha damu iliyokauka na umajimaji juu yake. Kwa kawaida, kusulubiwa hakukuhusisha damu nyingi sana. Hata hivyo, imeelezwa kuwa walitaka kuhakikisha Kristo amekufa, hivyo wakampiga mkuki. Na damu na maji vikatoka kwa wingi. Hivyo hili lilikuwa la damu nyingi. Sio damu ya kawaida jamani. Ina kromosomu 24 pekee. Sisi zote hapa tuna 46. Isipokuwa, unajua, tuna hitilafu chache za kijenetiki zinazofanya hilo kuwa tofauti. Lakini Kristo alipokea 23 kutoka kwa mama yake na kigezo kimoja cha EY Cha kuamua jinsia kutoka kwa baba yake, ambaye hakuwa baba wa kibinadamu. kwa sababu kama angepokea hiyo kutoka kwa baba wa kibinadamu, ingeambatana na autosomes 22. Sasa kimsingi hii inamaanisha kuwa urefu wake, rangi ya macho yake, rangi ya nywele zake, na haya yote yalitolewa kutoka kwa jeni za mkusanyiko wa jeni wa mama yake. Hata hivyo, Mariamu na Yusufu wote walitokana na ukoo wa Daudi. Lakini hakuna hata mmoja wetu aliye na kromosomu 24. Na kuna kitu kingine. Biblia inasema, hutaacha roho yangu kuzimu, wala kuruhusu mwili wangu uone uharibifu. Damu ya Kristo imekauka tu jamani, haijafa. Tulipoiongezea maji kwa selaini ya kawaida kwa saa 72 katika joto la mwili kwa mzunguko mdogo wa taratibu sana wa kuzungusha na kuweka seli nyeupe za damu katika mazingira ya kukuza, saa 48 baadaye tulifanya hesabu ya kromosomu. Sio mimi, nina watu ambao ni wataalamu wa mambo ya aina hiyo wa kunifanyia mambo haya. Waliniuliza, uliipata wapi damu hii? Hii ni damu ya nani? Na hii ilikuwa kule Israeli. Nikasema, ni damu ya Masihi wenu. Sijawahi kuona watu wakiingia katika hali ya mshtuko kiasi hicho, kwa kifafa na kila kitu kingine, kama watu wale walivyoingia. Nikasema, hiyo ni damu ya Yesu Kristo. Naam, walijua. Waliniambia kabla sijawaomba, nilipowaomba wafanye uchunguzi huu, kwamba damu kavu iliyokufa huwezi kupata hesabu ya kromosomu juu yake, kwa sababu seli nyeupe za damu lazima ziwe hai ili kufanya hivyo. Unaweza kupata DNA, unaweza kupata vitu vingine, lakini huwezi kupata hesabu ya kromosomu. Hivyo damu hii ni ya kipekee na ni damu ya Kristo. Kristo aliposulubiwa, Warumi walikuwa wamechagua mahali kaskazini mwa ukuta wa mji ambapo karibu kila mtu aliyekuja na kuondoka walipita kuelekea Yafa, walipita hapa kuelekea Damasko, kuelekea Yeriko, kuelekea Anathothi na maeneo mengine. Haya yote walilazimika kupita barabara hii upande wa kaskazini wa mji, kwa sababu upande wa kusini, mashariki na magharibi kulikuwa na mabonde makubwa, na ilibidi uwe unajua mwepesi wa miguu kupita maeneo hayo ili kutoka nje ya mji. Hivyo walichagua mahali hapa kwa ajili ya kusulubiwa, na wakachonga sehemu 3 zilizochimbwa ndani ya uso wa mwamba, ambazo zingeshikilia ishara zinazoeleza mtu huyo aliyekuwa akisulubiwa alikuwa nani na shtaka lake lilikuwa nini, kile alichokuwa ameshtakiwa nacho. Naam, kwa upande wa Kristo alikuwa Yesu wa Nazareti. Hata hivyo, Pilato alisema mfalme wa Wayahudi, na Wayahudi hawakupenda hilo. Lakini anasema, nilichoandika nimekiandika. Kaskazini mwa ukuta wa mji wa Yerusalemu kuna bustani nzuri karibu kabisa na mahali pa kusulubiwa.
Katika bustani hiyo, chini ya futi 200 kutoka mahali Yesu aliposulubiwa, kuna kaburi lililochongwa kwenye uso wa jabali. Sasa tutaingia ndani. Hapa tunaweza kuona ndani ya kaburi. Huu ni msalaba wa mazishi. Lakini hapa tunaweza kuona, na hapa nyuma kabisa palichimbwa zaidi. Labda kwa sababu Kristo alikuwa mrefu zaidi ili kumtosheleza. Ni kupitia mlango huu ambapo Kristo alitoka. Alitembea kwenye sakafu hii. Chumba ambamo nilipata sanduku la agano tangu wakati huo kimesafishwa kikamilifu. Na sanduku la agano pamoja na meza ya mikate ya onyesho na pia kinara cha taa, kila moja ikiwa na umuhimu wake mkubwa katika ibada. Madhabahu ya dhahabu ya kufukizia uvumba yote yamewekwa kama yalivyokuwa katika hekalu la duniani, isipokuwa sanduku la agano limeegeshwa kwenye urefu wa futi 12 na upana au kimo cha futi 18. Ukuta. Mbao za mawe zilipatikana ndani ya sanduku la agano. Mimi binafsi niliziondoa Kwa msaada wa malaika 4 walioinua kiti cha rehema ambacho ningekadiria kina uzito wa takriban pauni 900 za dhahabu tupu. Na mmoja wa malaika hawa aliniambia nitoe mbao za mawe kutoka hapo. Alisema, Mungu anataka kila mtu azione hizo. Na hivyo nikazitoa, nikarudi nyuma, nikasimama hapo nikiwa nimepigwa na butwa. Na mimi, siwezi tu kuelezea hali yangu ya kimwili au hali ya kiakili au kitu kingine chochote. Kama unajua, nisingekuwa na ushahidi fulani wa kimwili kuthibitisha kuwa ilitokea, ningefikiri niliota ndoto au kitu fulani. Lakini hata hivyo, sasa zinapatikana ili kuonyeshwa. Lakini hatutasema kwa kweli ziko kwenye ukingo wa jiwe ndani ya chumba hicho hicho. Hapo ndipo malaika alipoziweka baada ya mimi kumkabidhi. Sikutaka kufanya hivyo. Na nikaambiwa kwamba hizi zinapaswa kuwasilishwa pamoja na ushahidi wa damu wakati sheria ya alama ya mnyama itakapopitishwa au kutekelezwa. Sasa najua kila mtu anashangaa ni nini alama ya mnyama, inaelekea wapi, uvumi, hadithi na haya yote. Nitawaambia haraka na kwa urahisi. Ikiwa utazishika amri 10 ambazo Mungu aliziandika juu ya mbao zile za mawe na ambazo anasema katika Zaburi 89:34. Wale mnaoandika maandiko mtataka ile. Zaburi 89:34. Anasema, agano langu sitalivunja wala sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Alizisema amri 10 kutoka kilele cha mlima. Aliziandika kwenye jina. Na anasema hakuna kitakachobadilika. Sivyo? Ikiwa utaishika sheria hiyo, utapokea muhuri wa Mungu. Hivi karibuni kutakuwa na seti ya sheria zilizotungwa na wanadamu, nia njema, zilizozungukwa na kipindi cha mfululizo wa sherehe za kidini zenye afya na mahangaiko ya kaburi. Hizo ni kila aina ya hadithi, na haya yote yaliyochochewa na Shetani ili kukufanya ufikiri kwamba hili ndilo jambo bora zaidi kuwahi kutokea kwa wanadamu na kwamba unaweza tu kuendana nalo.
Kwa hiari, sheria hizi zilizotungwa na wanadamu zitakuhitaji uvunje amri 10 za Mungu. Kristo aliwaambia Mafarisayo, kwa maana wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ikiwa utazishika sheria hizo zilizotungwa na wanadamu na kuvunja amri 10 za Mungu, utapokea alama ya mnyama. Sasa, kile ambacho ningependa kila mwanamume, mwanamke na mtoto katika hadhira hii akumbuke, ikiwa utasahau kila kitu kingine, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa ushirikiano kamili na Baba yake, alitupenda kiasi kwamba walikuwa tayari kufanya hivyo kwa niaba yetu. Imekamilika jamani. Tumenunuliwa kwa gharama. Lakini haitatusaidia. Isipokuwa tuende kwa Baba kwa jina na damu ya mwanawe na kuomba msamaha na kurejeshwa kwa mfano wake. Sasa, kama mnavyoona, mimi ni mzee kiasi. Kumekuwa na baadhi ya uzoefu niliokutana nao njiani, mingine ya kusaidia, mingine ya kuelimisha, mingine ikiacha makovu, na yote hayo. Lakini somo moja muhimu nililojifunza nilipopata ufahamu na sababu ya kuamini kwamba Kristo alikuwa amekufa kwa ajili yangu na kwamba uzima wa milele ulipatikana kwa kuomba, basi niliomba mara kwa mara, Bwana, nataka kuokolewa, nataka kuwa mbinguni, Na nataka mama na baba yangu wawepo, na kaka na dada zangu na shangazi fulani na bibi, yote haya. Niliomba maombi hayo. Maisha yangu hayakubadilika hata kidogo. Yalikuwa vurugu tupu. Nilifanya kile Paulo alichosema alifanya. Kitu nilichojua sipaswi kufanya, niliishia kukifanya. Mambo niliyotaka kufanya, Mambo mazuri sikuwahi kuyafikia. sikuweza kuyamudu kwa namna moja au nyingine. Hivyo nikamwomba Bwana nisaidie kutoka katika vurugu hii ya kutisha. Na nikasukumwa kuomba aweke mzigo wa Roho moyoni mwangu ambao nisingeweza kuupinga. Nilianza kuombea hilo. Alifanya hivyo. Na anampenda kila mtu duniani kote. Na akitaka nizunguke na kushiriki vitu vyake vya ajabu na maneno ya uzima, na anisaidie kufanya hivyo, nitaendelea. Nilipoanza kuomba kwamba Mungu anibadilishe na kufanya lolote lililohitajika maishani mwangu ili aweze kufanya kazi ndani na kupitia mimi, kusaidia wengine waje kwake na kuokolewa, Mambo yalianza kubadilika. hicho ndicho ninachopendekeza mfanye jamani. Kwamba muombe Baba kwa jina na damu ya mwanawe aingie maishani mwenu kupitia nguvu ya Roho wake Mtakatifu, awasamehe, awasafishe, awasaidie kuacha kutenda dhambi na awasaidie kuakisi tabia yake hadi kufikia hatua kwamba watu wengi watavutwa kwake kwa ushawishi wenu mkubwa na wa kipekee, kwa sababu ya jinsi mnavyowashawishi. Nitakapofika mbinguni, nitatazama kote na nataka kumwona kila mmoja wenu huko. Mnaweza kufanikiwa kwa msaada wa Mungu. Kristo yupo hapa usiku wa leo. Anasema ambapo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Tafadhali, tumieni fursa hiyo nzuri sana.